Mpendwa msikilizaji, karibu katika simulizi inayokwenda kwa jina la Familia ya Laana. Hii ni chaneli ya simulizi zetu. Kama ni mara yako ya kwanza, subscribe kisha like na kutoa komenti yako baada ya kusikiliza simulizi hii nzuri. Hii simulizi mhusika tuseme binti Seseme, ambaye ni mhusika, lakini wapo baba yake, mama yake na kaka yake. Kwa nini simulizi imeitwa Familia ya Laana? Yote kwa yote tutaenda kujua ndani ya simulizi husika hii. Msikilizaji, ungana nami mwanzo mwisho, nikupe simulizi hii, ujifunze kilicho bora na kilicho kibaya usikifate. Chukua kilicho bora. Simulizi ni juu ya miaka 18 tu. Jina langu naitwa binti Seseme, ni binti Seseme, wengi huniita hivyo. Mimi ni mwanamke pekee katika familia ya watoto wawili, yaani ni mimi na kaka yangu. Wote tulikuwa tunakaa nyumbani kwetu kwa baba na mama. Hivyo basi, katika nyumba tulikuwa tukiishi mimi, kaka na baba pamoja na mama. Mimi ni mwanafunzi wa sekondari, ndo kwanza nasoma kidato cha 3. Kamwili kangu kadogo kazuri, vichuchu vilivyochomoza, na huku nyashi yenye hipsi na midomo ya denda. Seseme anasema kiukweli yeye ni mzuri, ndio maana wanaume walijitutumua wakimfukuzia, hata walimu walimparikia, lakini hakuna aliyeweza kumpata. Ukimwona tu utamtamani, yaani mtoto mbichi kabisa. Seseme anasema mara nyingi nilipenda sana kukaa nyumbani, hasa kipindi cha likizo. Kilichonisaidia kujitunza ni kwa sababu nilikuwa nakaa shule ya wanawake ya bweni. Nilikuwa nakaa huko. Anasema kaka yake yeye alikuwa ni mwanachuo na alikuwa akikaa chuoni huko. Sikujua tabia zake, ila alisifika sana kwa upole. Wanawake wengi walimtamani kwa sababu ya upole wake. Sio hivyo tu, kaka yangu alikuwa mrefu, mwembamba wastani, hakuwa na kifua kikubwa kwa sababu hapendagi mazoezi. Baba na mama yangu wote walikuwa wanafanya kazi katika ofisi ya mkoa. Mama alikuwa mhasibu, baba alikuwa mkuu wa idara ya mawasiliano. Karibu. Baba na mama yangu wote walikuwa wanafanya kazi katika ofisi ya mkoa. Mama alikuwa mhasibu, baba alikuwa mkuu wa idara ya mawasiliano. Mama yangu alikuwa wa moto, ukimtizama unaweza sema ni kabinti ka miaka 22 au 21 point hivi. Kwa maana hiyo njiwa zake mbili zilikuwa zimesimama, bila kusahau makario. Hipsi zilimwagika, miguu iliumuka. Akitembea unaweza sema ni Miss Bukoba. Sijui Miss Bukoba yupoje hivi. Sasa anaendelea kutupa simulizi kwa kusema baba yangu yeye alikuwa sio mnene sana,
alafu alikuwa na sura personal yani. Bila shaka mama yangu alikipata cha moto wakiwa kwenye harakati za kututafuta, kwa sababu marafiki zangu waliniambia kuwa wanaume wasio na mvuto wanaijua shughuli haswa, na wakikuganda shoga, unalo hilo, sio unahangaika na mahandsome baada ya kimoko tu wapo chakari baada ya dakika 2.5. Wale marafiki yangu walisema chukua mtu hata kama yupo na kibamia, lakini akikutia ndo unaita beseni, maji unaita pipi unaita keki. Wakati wa likizo mimi nilirudi nyumbani, kaka naye alirudi nyumbani, familia nzima tulikutana, yani nyumbani palinoga. Siseme anaendelea kutuambia, wanaume walianza kupiga hodi nyumbani, waliondolewa na mbwa mkali. Pia madem walianza kujipitisha nje ya nyumba. Kaka hakuwa na mpango nao. Siku hiyo usiku mimi niliandaa mapishi mapema, niliweka mezani, familia nzima tulikaa mezani tukila chakula kwa furaha. Siseme hadi kaanza kunenepa. Mama alimtania Senseme, mama, mbona nipo kawaida, hufanani na ulivyotoka shule. Hata kaka yako ameanza kuongeza mwili, baba alimwambia kaka. Jamani, mbona kamwili kangu kale kale wapi? Nyumbani kutamu bwana, mama aliongea. Wote tulicheka kwa furaha. Nilitamani likizo iishe. Jamani, isiishe yani. Jamani, nyumbani kutamu, nyumbani ni kuzuri. Asikwambie mtu, tuliendelea kula chakula hadi tulimaliza. Baada ya kumaliza nilitoa vyombo, kaka alinisaidia kufuta meza, kila kitu kilikaa freshi. Baada ya chakula wote tulihamia kwenye TV. Tulikuwa tunafuatilia tamthilia nzuri ya Sultani. Tulitizama tukishushia na vinywaji. Tamthilia iliisha saa 4 usiku. Tulikosa kitu cha kuangalia, alafu hakuna ambaye alikuwa na usingizi. Kwani hakuna mchezo mwingine tuangalie? Baba aliuliza. Hakuna, labda mziki, mama alijibu. Nani angalia mziki yenu ya Bongo Flava, miziki ya kihuni kabisa. Hapa ni kwenda kulala tu. Lakini mimi sina usingizi. Hata mimi, kila mtu alidakia. Jamani wote, hamna usingizi. Sasa tunafanyaje? Baba aliongea. Wewe sema, remote kashika nani? Remote nayo kaka. Baba, hebu jaribu kubadili channel, tafuteni mchezo wote tuangalie usiku huu. Kaka alishika remote, alianza kurusha channel moja hadi nyingine. Hatimaye alipata moja ambayo ilirusha movie ya kizungu. Ilikuwa ni ya mazombi. Acha hiyo ya mazombi, baba aliongea. Jamani baba, siseme, yaani usiku huu tuangalie mazombi? Mimi naogopa. Kama unaogopa, uende ukalale. Mama alisema sina usingizi. Baba akaendelea kusema, basi njoo ukae na mimi hapa, njoo jibane ili usiogope zombi.
basi zombi likitokea utajificha kwenye mwili wangu. Mama alikubali, alienda kukaa karibu na baba. Nilibaki mimi ambaye nilikuwa naogopa, nikaona bora nikalale tu. Taratibu nilisimama nikitaka kuondoka. Wewe Seseme, unaenda wapi? Mama aliniuliza. Naenda kulala mama. Wewe si ulisema huna usingizi? Ndio. Sasa mbona unaondoka? Mimi ya mazombi naogopa. Na wewe si ukae hapo kwa kaka yako ili akuzibe sura zombi likitokea. Nilisita nikamuuliza, eti kaka, nije utaniziba sura? Kaka hakusita, njoo uje na nguo ya kukuziba, ikitokea na kufunika nguo usoni. Tulicheka, mimi nilichukua kanga yangu, kisha nilienda kukaa karibu na kaka yangu. Seseme anaendelea kutupa simulizi hii, lakini kama ni mara yako kwanza, hakikisha tu una subscribe chaneli yetu ya simulizi zetu ili uweze kupata simulizi bora kabisa. Kaka alinifunika kwa kanga, pia mama alijificha kwa baba. Mchezo ulikuwa kama hivyo tu. Sasa tukiwa tunaendelea kutizama, tuliona mazombi mawili yakizama ndani ya chumba. Kulikuwa na zombi la kike, jamani, na la kiume. Zombi la kike lilivaa nguo nusu uchi. Makalio yote yalikuwa nje. Mazombi haya baada ya kuzama ndani yaliua kwenye nyumba, kisha yalikunywa damu kwa mtindo wa kunyonyana midomo. Mimi nilijidai kutizama kwa jicho moja, sikutaka kuona kitakachotokea. Yale mazombi yalinogewa na denda, yaliendelea kunyonyana hadi chumbani kwenye godoro. Haraka haraka yalivuana nguo, kisha zombi la kiume lilichomeka mjogoro wake kwenye gukisima gwa zombi la kike. Hapo sasa nilimtizama kaka, nilimuona yupo busy akitizama. Nilitupia macho kwa mama, nilimwona kalala kifuani kwa baba. Baba alihema kwa kasi. Nilishusha macho chini ya zipu ya kaka yangu, niliona kitu kikicheza cheza juu chini. Hatari. Msikilizaji wa simulizi zetu, hii ni simulizi inayokwenda kwa jina la Familia ya Laana. Jina langu ni Mr. Kingvam. Nikisema tu tukutane kipande cha pili, sitakuwa nimekosea. Basi ndugu, tutajua ni kitu gani kilikuwa kinacheza juu chini mara baada ya binti Seseme kumwangalia kaka yake huyu, na huku baba yake akiwa na hema kwa kasi sana, na mama yake akiwa amejifunika kwa baba yake Seseme. Msikilizaji, ni kualike katika kipande cha pili ambacho kitakujia. Hakikisha tu una subscribe ili tuweze kuwa pamoja zaidi katika simulizi nyingi zitazoendelea kuruka katika chaneli yetu hii pendwa kabisa. Asante.